Kumbuka tuna kichwa kinachosema shughulikia vifungo vinavyotuchelewesha ama kutuzuilia kufika kwenye hatima zetu ama kufikia mafanikio yetu. Lakini vifungo vya rohoni ni vizuizi vinavyotokana na nguvu za giza. Ni vizuizi vinavyotokana na nguvu za giza vilivyoachiliwa kwa mtu kutoka katika ulimwengu wa roho wa giza. Vinaachiliwa ndani ya mtu kutoka katika ulimwengu wa giza. Kusudi lao kubwa ni kukuzuilia ama kukuchelewesha usifikie mbaraka aliyouahidi Mungu kwenye maisha yako kwa wakati. Wanachelewesha utendaji wa nguvu za Mungu ndani ya maisha yetu. Mungu ameahidi mbaraka. Mungu ameahidi kila mmoja abarikiwe. Tulisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 1 mstari ule wa 28. Mungu alipoumba mwanamume na mwanamke, jambo la kwanza akawabarikia. Kwa hiyo si mpango wa Mungu tuishi maisha ya tofauti na kusudi lake. Mpango wa Mungu kila mmoja aishi maisha ya kufanikiwa. Mpango wa Mungu tuishi wazima. Magonjwa sio fungu letu, ni fungu la adui. Kwa hiyo kwa nini tunapitia hizo changamoto? Vifungo vya rohoni ni hali ya kuwa chini ya nguvu fulani, chini ya sheria, chini ya mamlaka husika ya wale waliokufunga. Husogei, unapambana lakini hakuna kusogea. Na mara nyingi kwa sababu vifungo hivi havionekani katika hali ya macho ya damu na nyama, sio rahisi sana mtu kubaini kwa wepesi kuwa amefungwa bila kuwa na maarifa ya neno la Mungu. Hauwezi kutambua, hauwezi kujua wepesi. Lazima neno la Mungu liwepo ndani yako. Lazima ulisome neno la Mungu, hata kama ni kwa mstari mmoja. Angalau pambana, weka ndani ya akiba. Neno linaniambia neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako, likae kwa wingi. Kadiri unavyolijaza ndani yako, ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anakuwa rahisi sana kukufunulia maisha yako. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Sio rahisi kubaini kwa wepesi, ni mpaka kuweko na msaada wa neno la Mungu. Inakufanya ujione kuwa upo sawa katika hali ya mwili. Unakuwa uko sawa siku zote. Mfungwa aliyefungwa katika roho hawezi kujitambua mwenyewe. Yeye anaona niko sawa. Nenda kakutane na mlevi ambaye yeye kifungo chake ni kwenye pombe. Akiwa hajalewa, saa zingine analia na machozi, anasema mimi sipendi. Mpe dakika 5 akutane na pombe mahali fulani, hawezi kujizuia, anakunywa. Muulize sasa, mbona umekunywa? Anakuambia sipendi. Nini kinachomfanya anywe? Ni kifungo. Hawezi kujitambua wala hawezi kubaini kwa wepesi. Anajiona kwamba yuko sawa, wakati kumbe yeye ni mfungwa. Lakini mtu, jambo lingine, adui anapokufunga unakuwa huelewi neno wala kweli ya Mungu. Utasomewa neno sawa, utasoma neno wewe mwenyewe sawa, lakini umeelewa nini ndani ya hilo neno? Ni ngumu sana. Utasoma kama gazeti, na ukipewa gazeti utalielewa kuliko neno la Mungu. Hupati mafunuo. Maana yake nini? Adui kuna mahali kagusa, kafunga. Usielewe neno la Mungu, kwa sababu utakapolielewa neno la Mungu wewe ni mtu hatari sana. Kwa hiyo unakuwa hupendi mambo ya Mungu. Lazima ukubaliane na neno. Ni neno tu ndio linaloweza kutukuza. Ni neno tu ndio linaloweza kutufungua kiroho. Haleluya. Unakuwa upendi mambo ya Mungu, unakuwa mgumu hata kupokea, hata kutii. Wakati mwingine unaweza ukawa umekaa kwenye kiti, mtumishi anahubiri, anazungumzia neno, wewe huku ndani unakuja upinzani. Hilo bwana nalo, mbona hilo nalijua, mbona iko sio wewe. Neno la Kristo ni jipya kila siku. Kila inapoitwa leo halijawahi kuchakaa. Haleluya. Na kila siku linakuja na ufunuo wake. Mwalimu akisimama na mstari huo ana ufunuo wake.
mchungaji ana ufunuo wake, mwinjilisti ana ufunuo wake. Lakini kama umefungwa katika ulimwengu wa roho, neno linapoletwa kwako unaanza huyu tena katuletea neno gani? Nani kamwambia habari hizo? Maadamu Mungu ameliruhusu liwepo, lina kusudi lake. Haleluya, watu wa Mungu. Kama limeruhusiwa liwepo, halijawahi kudondoka mahali neno la Mungu bure. Halijawahi. Likidondoka lina makusudi. Lisipokuwa na makusudi kwako, kuna mmoja katikati yetu limemlenga, na Mungu haoni shida kuita kusanyiko kubwa kwa ajili ya mtu mmoja. Hajawahi kuona shida. Haleluya. Kwa hiyo unajikuta wewe hutaki kupokea neno. Lakini wakati mwingine sio kwamba hutaki kupokea neno, saa ya neno usingizi unakuja. Tukianza kusifu utaruka vizuri kweli, utaruka kweli kweli. Tukianza kuabudu, yani utasema sasa huyu mtu mbingu zinashuka kwake sasa hivi. Mpeleke kwenye neno. Nini maana yake? Adui anakuzuia usijue ukweli wa neno, kwa sababu anajua wewe ukijua kweli ya neno utatoka mahali, na yeye alishakufunga. Kwa hiyo dawa, ukishaingia kanisani, furahi, matangazo, yani kila kitu huko vizuri. Saa ya neno tu ndo kausingizi katamu kanakuja, unaoteshwa na ndoto, unajikuta na hapa umehamishwa. Jua kabisa hapa siko sawa. Lakini wakati mwingine saa ya neno linapopita, ndio saa ya wewe kutafakari nje kabisa ya kusudi la Mungu. Ndio unaanza kuwazishwa, hivi leo kazini kutakuwaje? Maadamu huko hapa, mambo ya kazini yatabaki huko huko. Saa hii ni saa ya kumtafuta Mungu. Saa hii ni saa ya kumwangalia Mungu. Mwingine yuko hapa anawaza, sasa nikitoka hapa sijui nitaonana na mbaya wangu. Hao wabaya Mungu anawapotezea mbali. Saa ya neno, kaa katika neno. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo wanaiondoa ile nuru ya Mungu ndani yako. Neno la Mungu ni taa. Haleluya. Kama neno la Mungu ni taa, inatumulikia katika njia zetu, inakuongoza, inakupeleka mahali sahihi. Sasa ukinyimwa kulielewa neno, ukinyimwa kulitii neno, ukinyimwa kulipokea neno, umezimishwa njia yako. Amen, watu wa Mungu. Fungua na mimi kitabu cha Yohana 1. Yohana mlango wa kwanza. Tusome ule mstari wa 5. Yohana 1 mstari wa 5 inasema, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Nuru yang'aa gizani, nayo giza halikuliweza. Kwa hiyo wewe ni nuru ya ulimwengu. Haleluya. Kila mahali unapaswa kuangaza. Maisha yako yanapaswa kuangaza. Maisha yako yanapaswa kuwa ni nuru, ili walioko gizani wakikutazama waseme, umefanikiwaje? Umetokaje? Na kama mimi ni nuru, itamulika hata pembeni kwa wenzangu, itamulika karibu kila mahali kwenye giza. Ndicho ambacho adui hataki kuona kwa wana wa Mungu. Anapambana, anakufunga kwenye ufahamu wako. Hataki ujue kweli ya neno la Mungu. Kwa nini? Anajua ukijua kweli ya neno la Mungu, wewe utafanikiwa, na yeye yuko kinyume na mafanikio yako. Haleluya. Kwa hiyo jambo lingine ni kuto kufikia malengo. Ndio maana tumesema tunashughulikia vifungo vinavyotuzuia na vinavyotuchelewesha. Unacheleweshwa kufikia malengo yako. Umepanga nini? Umetamani uwe nani? Lakini hebu tusome kile kitabu cha Ayubu 6 mstari wa 13. Ayubu 6 mstari wa 13 inasema, je, si kwamba sina msaada ndani yangu, tena kwamba kufanikiwa kumeondolewa mbali nami? Anasema, je, si kwamba sina msaada ndani yangu? Sio kwamba sina malengo mazuri ndani yangu, sio kwamba sina mawazo mazuri ndani yangu, sio kwamba sina mtazamo mzuri ndani yangu, sio kwamba sina nguvu ya kufanya kazi ndani yangu. Nini kinachofanya nisifanye hayo yote? Anasema, kufanikiwa kwangu kumeondolewa mbali nami.
Adui anachokifanya, anakutenga mbali na mafanikio yako, anakuweka mbali kabisa na mafanikio yako. Nilikuwa naomba na kijana mmoja, anapambana, anatafuta kazi sana, lakini wakati ninaanza kuomba nikaona ni kama kofia ya pikipiki, lakini ni boksi kubwa limefunika, halafu likawekwa na kufuli. Kwa hiyo kichwa haonekani. Yeye anapotembea namna hii, anatembea anaenda anatafuta kazi, anajua wanamuona, kumbe hata anaokutana nao hawamuoni, wanaona boksi. Tunalipaje kazi boksi? Tunamwajirije huyu? Sio anayefaa. Katika hali ya kawaida anafaa. Adui amefunga, amemtenga mbali na mafanikio yake. Utapambana kweli, nguvu unayo, uwezo unao, maarifa unayo, ujuzi unao, lakini fikiria, kwa nini nashindwa kufikia kwenye mafanikio yangu? Adui ameniweka mbali na mafanikio yangu. Kitu kibaya sana kuwekwa mbali na njia ya mafanikio yako, kitu kigumu mno. Lakini watu wengi tunaopitia hii changamoto, kwa sababu inawezekana hatuna maarifa ya neno la Mungu ndani, tunashikilia watu, ni yule mtu mbaya, ni yule mtu mchawi, jirani yangu ndiye mchawi. Sawa, wachawi wapo, lakini na wenyewe mpaka wamekufikia, wana hatua zao za kukufikia, mpaka ajue undani wako, mpaka ajue asili yako. Nenda kamuulize Samsoni, wakati Delila yuko kazini, amepewa fedha, ameahidiwa fanya juu chini ili tumwangamize nani? Samsoni. Wakamwambia, sikia, nenda kahakikishe tunajua asili ya nguvu zake. Adui mpaka afike mahali ya kuloge asiye kujua wewe, lazima ajue asili yako. Haleluya! Hajajua asili yako, hawezi kushughulika na wewe. Lakini kinachokutafuna, Biblia inasema adui za mtu ni wa nyumbani mwake. Lakini pamoja na kwamba adui za mtu ni wa nyumbani mwake, Biblia inasema hakuna uchawi juu ya Yakobo, maadamu nimemjua Mungu, maadamu neno la Kristo liko ndani yangu, hakuna uchawi utakaoniweza. Manake nini? Kaa kwa imani, amini neno. Haleluya! Amini neno. Utakapoliamini neno, hakuna mchawi anasogea kwako. Sana sana wewe watakuita mchawi. Kwa nini? Wamekujaribu, wamekushindwa. Naomba tumalizie hiki kitabu cha Yohana 8 mstari wa 31 na wa 32. Yohana 8:31-32 inasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Giza linazuia maarifa ya Mungu. Hapa tunamuona Yesu anazungumza na wanafunzi, ama anazungumza na Wayahudi waliomwamini. Ina maana leo tungesema anazungumza na Wakristo waliomwamini, waliookoka, wameokoka, lakini anazungumza nao. Kwa nini? Anawaambia, ninyi mkikaa katika neno langu. Bwana asifiwe. Kuokoka ni jambo lingine, kuomba ni jambo lingine. Neno ndio kila kitu. Haleluya! Neno. Yesu anawaambia ya kwamba, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu. Tukikaa katika neno lake, tumekuwa wanafunzi wake kweli kweli. Kumbe pasipo kukaa katika neno, hatujawa wanafunzi sawa sawa. Ili tuwe wanafunzi, tuyapokee na mafunuo ya kimungu neno kwanza. Amen. Halafu anasema, nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu.